Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo, kipindi cha baraka, kipindi cha manufaa, kipindi ambacho kimekuwa kikifungua akili yangu na akili yako, kwa kuwa hili ni neno la Mungu linalotujia mara kwa mara. Tuko Injili ya Yohana sura ya 8. Leo Injili ya Yohana sura ya 8, bado tunamtazama Yesu jinsi anavyoiona dhambi. Injili ya Yohana sura ya 8. Walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akifundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, "Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nawe wasemaje?" Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, "Yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe." Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia, wakashtakiwa na dhamiri zao. Wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliye kuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, "Hakuna Bwana." Yesu akamwambia, "Wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena." Amen. Pendwa mtazamaji wangu, hapa ni kisa cha mwanamke aliyeletwa mbele ya Yesu wakati Yesu anafundisha hekaluni. Akiwa anafundisha, basi wakubwa hawa wakamletea mwanamke waliyemkuta kizini. Wakamweka mbele yake, wakamwambia, "Mwalimu, sisi katika Torati yetu Musa alituambia tukikuta mwanamke wa namna hii anazini tunampiga kwa mawe. Sasa wewe unasemaje juu ya huyu? Tumpige kwa mawe ama tumwache?" Yesu akainama, Biblia inasema akaanza kuandika chini kwa kidole chake. Hatujui kwa hakika alikuwa anaandika nini. Iwapo watafiti wa mambo wanasema alikuwa anaandika, alipokuwa akiandika wengi waliona dhambi yao. Sasa akasema mtu yeyote ambaye anajiona hana dhambi awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaanza kuandika. Baadaye Biblia inasema kila mmoja akaona kwamba yeye pia anayo dhambi. Kwa hiyo ikamlazimu kila mtu kuondoka. Wakaondoka mmoja mmoja, wakianzia wazee na vijana, wote wakaondoka, wakajihoji, wakaona kwa neno hili tumeshikika. Maana Biblia inasema walimpeleka mwanamke huyu ili kumjaribu Yesu, wapate sababu ya kumshtaki. Lakini wakamkuta Yesu yeye alishang'amua mawazo yao kitambo. Ndipo akasema asiye na dhambi awe wa kwanza kumtupia jiwe. Biblia inasema wote wakaondoka. Kabaki yule mwanamke. Yesu akamwambia, "Haya, na mimi mama sikushtaki, sikuhukumu kwamba una dhambi, ila nenda zako kwa amani, usirudie hiyo kosa ulilofanya." Inavyoonekana ni kweli huyu mwanamke alikutwa katika kuzini. Lakini Biblia haisemi yule mwanaume kwamba, maana mtu akikutwa na zini si anakuwa na mwenzake. Sana shikwa mmoja. Kwa nini? Kwa sababu desturi ya Kiyahudi ilikuwa inawabagua wamama na wabagua wanawake.
na kuwaona kama si kitu. Kwa yule bwana alionekana hana shida, ila yeye huyu mwanamke. Kwa hiyo shida hapa iko hivi. Dhambi inaonekana kwa hawa wanaume, wanajifanya wanajua sana sheria na wanaenda kumjaribu Yesu. Hiyo ndiyo dhambi yao, kumjaribu Yesu. Na mjaribuje Yesu? Yesu hajaribiwi na maovu. Yesu hajaribiwi na uovu, hata kushinda tu. Kwa hiyo aliwashinda kwa sababu walienda kumjaribu, na kwa sababu hiyo pia dhambi yao ilionekana baada ya Yesu kuwaonyesha kwamba na ninyi pia mnayo dhambi. Kwa hiyo hawa walikuwa na dhambi pia ndani yao, ndio maana waliondoka. Kama wasingekuwa na dhambi wasingeliondoka, lakini Yesu aling'amua dhambi ndani yao na akawadhihirishia wakati anaandika pale. Kila mmoja akajing'amua, akajua yeye ni mwenye dhambi. Kwa hiyo pendwa mtazamaji wangu, dhambi ipo kwa watu, na bila kujua kwamba wanayo, wanajaribu kuwasingizia wengine, wajaribu kufuatilia dhambi za wengine ili wao kujiosha na kujaribu kumshutumu mtu. Ndugu mpendwa, usimshutumu mtu kwa sababu ya kosa lake, na wewe una kosa lingine vile vile. Kwa hiyo usimhukumu mtu kwa makosa yake, lakini mwache Mungu amhukumu yeye mwenyewe. Mungu atusaidie mimi na wewe tuishi maisha ya kupendana na sio kuhukumiana. Tuishi maisha ya upendo na sio kushitakiana. Ukimshitaki mwenzako na wewe unakosa lile lile, hiyo sio afya. Mungu akusaidie, ishi maisha ya upendo na wenzako. Ishi maisha ya upendo na watu wote, sababu Mungu anajua yote. Mimi sijui kila kitu, lakini Mungu wetu anajua mambo yote. Hata wewe hujui mambo yote, lakini Mungu anajua yote. Kwa hiyo uwe makini unapoishi na jamii. Mungu atusaidie mimi na wewe tuendelee na maisha ya upendo. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, napoingia na kutoka siku zote. Amen.